Biashara kuanzishwa ni jambo lingine. Nimesoma kidogo management. Kuna vitu vinaitwa going concern, continuity, growth. Tunaona kiwanda hichi kilikuwa kinazalisha mabati tu ya kawaida. Lakini leo tumekusanyika hapa, tunaenda kuzalisha mabati ya rangi ambayo kwa 100% tulikuwa tunategemea kuingiza kutoka nje ya nchi. Sasa na niwapongeze sana Alaf, lakini na viwanda vingine ambavyo vinazalisha bidhaa hizi za chuma. Kwa kweli kwa sasa hivi takwimu zinatuonyesha kwamba sisi kama nchi tunazalisha ziada ya mahitaji ya mabati nchini kwetu. Hawa watu lazima uwekezaji huu, na tumeambiwa ni zaidi ya dola milioni 25, lakini pia wamezalisha ajira na vijana wetu wa Kitanzania wameenda kufundishwa ujuzi huu ili waweze kufanya kazi kwenye kiwanda hiki. Sasa kama haya mabati yatakaa kiwandani kwao yakakosa soko, basi kazi yote hii mlioifanya Mheshimiwa Waziri sidhani kama italeta maana yoyote. Tunataka kuona baada ya miaka 5 ijayo mabati haya sio tu yanauzwa ndani ya nchi yetu, lakini yanakuwa sehemu ya kuleta fedha za kigeni ndani ya nchi yetu. Tunataka kuona kama leo wana ajira 2,000, basi baada ya miaka 5 wawe na ajira zaidi na zaidi na zaidi. Lakini hayo mambo hayawezi kufanyika kwa maneno tu Mheshimiwa Waziri. Lazima ifike wakati sasa hivi tuseme basi tufanye maamuzi. Najua sisi sio kisiwa, tunashirikiana na nchi za wenzetu, tuna soko huria, lakini hatuwezi kuendekeza hayo mambo wakati tukaacha kulinda hivi vya nchini mwetu. Tunawaambia wananchi wetu kila siku kwamba wawe wazalendo, wanunue vya nyumbani, lakini serikali ndio inatakiwa iwe ya kwanza kwenye uzalendo huu, kuona namna gani inalinda maslahi ya uwekezaji wa aina hii.